wao Yanga leta maajabu nchini. Ndio timu pekee ambao leo hii inatakiwa watu tuungane tuisupport hata ikiwa nje. Lakini Simba ukienda kule ukirudi hapa tutarudi tu kusema kwamba wanaenda kutuwakilisha Tanzania basi. Pombe paka leo hapo. Miaka hiyo hakuna mbadala pale. Umemwona Mohamed Hussein kaondoka pale, leo hii amekuwa Young African, alikuwa Simba, kaona nini? Watu wajiulizi, kwa maana kuna vitu kaviona na hawezi kusema vipo ndani ya moyo. Lakini kama nyinyi watangazaji mkimtafuta Mohamed Hussein mkikaa naye vizuri, atatoa siri ya Simba. Nini kinachowatafuna? Ni 10%. Kiba Bage kavaa jezi ya Simba jana, amemtambulisha. Yani hapo ndo amepotea kabisa. Ndio maana nakwambia Simba wanazidi kupotea. Hili Bage mchezaji mzuri, unajua. Alikuwa Young African, na watolea mfano kwa sababu ndio klabu ambayo sasa hivi inasumbua. Young Africa unavyoona sasa hivi wanaweka dau kwamba sasa hivi mechi hii wachezaji wapate posho kiasi hichi, na kweli ile mfuko unakwenda kabla ya mechi. Wachezaji wanakuwa na morale, wanafanya vizuri. Lakini sisi hao watu wanawaahidi tu kwamba bwana, kesho utapata kiasi fulani, kesho kuto utapata kiasi fulani. Wakirudi mezani hicho kiasi hakipo. Lazima wachezaji washuke katika viwango ambavyo vipo kwa sababu hawana morale. Uelewe kwamba jifunze kwa wenzao Young Africans sasa hivi. Vijana wote waliokuwa pale ni wana sports, wanajua wanachokifanya, wanajua waboreshe sehemu gani, wanajua mchezaji huyu aliyokuepo kiwango kimeshuka, tutafute mbadala ya huyu kuanzia miaka 19, 20, 22, 23, 24, 25 ndio mpira sasa hivi. Na ili kwamba akumbuke Simba mpira ni pesa, so mpira maneno. Mwekezaji sasa hivi aliyokuepo hawezi kutufaa tena. Kwanza amelisi. Hilo la kwanza. Na ili wana Simba mimi sielewi wanafeli wapi katika miaka yote. Hii sio familia ya kulisishana nani Simba. Hika ni fedha, mpira ni pesa. Bila pesa uwezi. Wenzetu wameshajua kwamba mpira ni pesa. Sisi huku mpira tunataka tuweke mpira wa maneno. Mpira kunimeza, mpira wa maneno wa uongo kina Mo, kina nani wadanganye. Huu ni wakati sasa wa kuondoka. Kwa mfano Matola anafanya nini ndani ya miaka 10 pale? Kocha msaidizi? Kocha msaidizi. Sawa, ni kocha msaidizi. Lakini hebu angalia CV yake alivyokuwa nayo. Sawa, ameenda nchi gani leo hii kwenda kuomba hata dalili ya ukocha ambao amepewa? Ili arudi hapa tuambie bwana, mimi Simba amenifuata, nilikuwa Uganda, nilikuwa Kenya, nilikuwa Zambia, nilikuwa Morocco, nilikuwa wapi? Atuonyeshe CV alikuwa nao ni ya Simba tu, kutoka B kuipandisha Simba B kwenda A, alivyofanya vizuri basi. Sasa hivyo vitu alivyosomea, kwa nini asiende hata Azam, asiende hata hao Mashujaa? Ninachoona uongozi wa Simba unatafuta kichaka cha kujifichia kati kichaka kilishaungua moto. Mimi ninachoshauri tu wapenzi na wakereketwa wa klabu ya Simba Sports Club waendelee kuleta madai yao ya kuondoa uongozi wa Simba Sports Club, basi ndio lokuepo. Kwa sababu wanatafuta njia ambayo haiko sahihi. Simba sio bora kwa hivi sasa, hata ukimleta Chama, ukimleta nani. Swala lilokuepo pale ni uongozi, kuanzia Mo na uongozi wake la benchi lote la ufundi pale, na utakatifu aliondoke ili Simba iweze kufanya vizuri. Young African naiona inavyofanya vizuri kwa sababu ya uongozi bora ambao upo. Unaona jana ameweza kumpiga mtu sio chini ya goli 6. Kwa sababu gani? Unaona kabisa cream ya wachezaji wanavyocheza. Lakini ukiangalia Simba unaona cream za wachezaji wanaocheza hawapo katika mpangilio. Kwa maana soka Simba Sports Club sasa hivi imekufa. Na usichangae katika mwaka huu Simba ikawa ya 4. Sio ya 4 manake kwa ubora, hapana. Ligi. Manake sio kuni ligi. Yaani kushuka chini kule mjiani kabisa katika mkia kwa sababu ya hii sakata ambayo ulipo. Kwa sababu uongozi wa Simba Sports Club hauoni, unawatania tu mashabiki na wakereketo wa Simba na watu wengine inawachezea. Lakini mimi na imani kabisa viongozi waliokuwa makini, wakereketo wa Simba Sports Club, wanachama, ni wakati wa kuungana kutengeneza umoja na mshikamano, kumuondoa Mo na kabineti yake yote pale. Hii ndio swala la Simba kuinusuru. Lakini wasipoweza kufanya hivyo, Simba leo hii haiwezi kuwepo. Timu ambazo zinaweza zikaleta ushindani kabisa katika ligi yetu na zikawa bora ni timu 3 tu. Maana yake Simba ipo Young African, Azam na Singida. Hizi ndo sasa hivi zinakuja katika ushindani ambao unaonekana kabisa wanacheza mpira unaoeleweka. Simba sasa hivi ni sawa sawa na timu ambayo iliyokuepo mchangani. Timu ndogo kabisa yani. Mimi kama mdau nasema kwamba sasa hivi Simba haifai kuwepo katika ligi hii kwa sababu ya viongozi waliokuepo. Bwana, unajua huyu Chama bwana ni mchezaji mkubwa by the way. Amekaa Simba kwa mafanikio makubwa sana, ameenda Young Africans, ameenda Singida na tumeona bala lake. Kwa nini wewe leo unasema Simba amefeli? Nasema Simba amefeli kwa sababu ya uongozi, sio Chama. Yaani Simba amefeli kwa sababu pale ni uongozi ambao upo ndo una shida. Kwa sababu uongozi uliokuepo ni 10% wote. Kuanzia Mo anavyosema kila
ameweka hela, sijui amefanya nini. Hebu atuambie yeye kama Mo ambao ndio kiongozi wa Simba Sports Club anavyosema ameweka hela na anatoa hela kwa ajili ya kununua wachezaji. Hivi katika akili timamu unavyoona wewe utoe milioni 600 ya kumtaka mchezaji fulani. Huyo mchezaji anunuliwe kwa milioni 40. Alafu wewe kama kiongozi umetoa hela, isikuumize, usioji, ukae kimya, utoe tena mara nyingine tena hela kiasi kinachozidi hicho kwa mchezaji, amekuja mchezaji mwingine, unakaa kimya kama kiongozi afu unasema mimi nimetoa hela sijui zinakwenda wapi. Kwa maana hawa wote watuchezea mchezo fake ambao sio hela wanazotoa, ni vitu ambavyo sio vya ukweli katika klabu ya Simba. Kwa hiyo uongozi wote unatakiwa uweze kuondoka. Sasa manake waondoke nani sasa, upande wa mwekezaji au upande wa wanachama? Manake upande wa wanachama yuko Mangungu. Mangungu yeye ni mfungwa kikao tu. Mangungu ni mfungwa kikao, ni mwenyekiti, kazi yake kufunga na kufungwa kikao. Lakini watu waliokuepo pale, mimi ninachosema mwekezaji sasa hivi aliokuepo hawezi kutufaa tena. Kwanza amelisi. Hilo la kwanza. Na ili wana Simba mimi sielewi wanafeli wapi katika miaka yote. Hii sio familia ya kulisishana nani Simba. Hii ni klabu kubwa na klabu ambayo inatisha barani Afrika. Ni klabu ambayo inataka viongozi ambao wapo makini na viongozi wa mpira. Leo hii unaenda kumchukua kama Asha Baraka, unamweka pale wakati sio mwana sports, hajui kitu chochote, unaenda kumweka pale kuisupport Simba. Hivi kweli wana Simba, wakeleketwa wa Simba na mashabiki ile walioni hawajifunzi kwa wenzao Young Africans sasa hivi. Vijana wote waliokuwa pale ni wana sports, wanajua wanachokifanya, wanajua waboreshe sehemu gani, wanajua mchezaji huyu aliyokuepo kiwango kimeshuka, tutafute mbadala ya huyu kuanzia miaka 19, 20, 22, 23, 24, 25 ndio mpira sasa hivi. Na ili kwamba akumbuke Simba mpira ni pesa, sio mpira maneno. Young African na watolea mfano kwa sababu ndio klabu ambayo sasa hivi inasumbua. Young Africa unavyoona sasa hivi wanaweka dau kwamba sasa hivi mechi hii wachezaji wapate posho kiasi hichi, na kweli ile mfuko unakwenda kabla ya mechi. Wachezaji wanakuwa na morale, wanafanya vizuri. Lakini sisi hao watu wanawaahidi tu kwamba bwana kesho utapata kiasi fulani, kesho kuta utapata kiasi fulani, wakirudi mezani hicho kiasi hakipo. Lazima wachezaji washuke katika viwango ambavyo vipo kwa sababu hawana morale. Uelewe kwamba wale wachezaji wana familia, wana majukumu mbalimbali. Hivi unavyomwaahidi na yeye akiangalia familia yake leo hii haina chochote, afikia atacheza vipi? Anakuwa na stress uwanjani. Kwa hiyo mimi ninachokiomba wanachama na wakeleketwa wa Simba Sports Club, kama wanaipenda klabu yao, basi waanzie kwanza hivi sasa ninavyosema, waungane matawi yote nchi nzima kumuondoa Mo Dewji na watu wake wote waliokuepo pale. Ndio Simba itafanya vizuri. Maana aondoke Mo tu, Mangungu abaki. Mangungu ni mfungwa kikao tu. Hilo ni swala baadaye watu wanaweza kukaa kadiscuss jinsi gani kumtoa kwa sababu ni mwenyekiti, lakini kuna watu wanaosema wanaweka fedha. Kuna watu leo hii wana uwezo wa kuweka fedha. Kwa mfano Jairuti ana uwezo wa kuweka fedha pale Simba. Anaweza kuweka fedha Simba. Uwezo wao anao, kwanza ni kijana, ana uwezo na vivyo anaujua mpira. Anaweza akapewa nafasi kubwa ya priority katika uwekezaji wa Simba na vivyo anaweza akawa kiongozi mkubwa katika Simba kama alivyokuepo Engineer Hersi. Mimi naona kwamba watafakari hivi sasa kumjaribu Jairuti pale kumweka, kumpa hiyo nafasi. Nadhani Simba itafanya vizuri zaidi. Umemtaja Jairuti umenikumbusha mambo ya jezi bwana. Jezi ya Simba siku hizi imekuwa ghali kuvalika, watu hawavai jezi. Mtu yoyote ule sio Simba tu. Mtu yoyote ule ambalo kuepo ni mapenzi ya Simba kwa hali ya kiwango cha Simba kilivyoshuka. Hauwezi kununua jezi. Kwanza unaivalia wapi? Kwa sababu huna morali, huna mapenzi ambayo wewe Simba inakupa raha. Lakini Young African unaona kuna raha kila siku, mtu akienda achukua 5, 6, 2, wanarudi wanaendelea, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Mimi natamani sana klabu ya Simba kwanza hivi sasa ijifunze kwa Young African. Sio Yanga wajifunze tena, Yanga walishajifunza nyuma. Sasa hivi wanaenda mbele, wanasonga, mpira unaonekana, mpira wa pesa na mpira ambao unachezeka vizuri kabisa. Kama unavyoona Senegal walivyomtoa Morocco, ndio Young African wanavyocheza hivi sasa. Simba kama imechoka sana. Simba imechoka kweli kweli. Simba haina tofauti na Mashujaa. Kwenye nini? Performance yoyote haina tofauti na Mashujaa. Leo hii Simba ni mteja wa Young African. Hata leo hii acheze Simba atakula 10, 15. Hawana uwezo wa kumfunga Yanga. Hawana uwezo zaidi ya miaka 10 au 20. Kama wataendelea kuwa hivi na umoja wao na kutokushikamana kuondoa uongozi wa Simba, hawataweza kuifunga Young African. Kuna mashabiki wa Simba nilikuwa nawasikia wanasema kwamba hii hali ambayo tunapitia sisi Simba na Yanga ipo siku mtakuja mpitie, msitucheke sana. Sio kweli. Mambo yanabadilika, upepo yanabadilika na kubadilika ni fedha. Mpira ni pesa. Bila pesa uwezi. Wenzetu wameshajua kwamba mpira ni pesa. Sisi huku mpira tunataka tuweke mpira wa maneno. Mpira kunimeza, mpira wa maneno wa uongo kina Mo, kina nani wadanganye. Huu ni wakati sasa wa kuondoka. Kwa mfano Matola. Matola anafanya nini ndani ya miaka 10 pale? Kocha msaidizi? Kocha msaidizi. Sawa, ni kocha msaidizi. Lakini hebu angalia
angalia CV yake aliyokuwa nayo. Sawa, ameenda nchi gani leo hii kwenda kuomba hata dalili ya ukocha ambao amepewa, ili arudi hapa tuambie bwana, mimi Simba amenifuata, nilikuwa Uganda, nilikuwa Kenya, nilikuwa Zambia, nilikuwa Morocco, nilikuwa wapi? Atuonyeshe CV aliyokuwa nao ni ya Simba tu, kutoka B kuipandisha Simba B kwenda A, alipofanya vizuri basi. Sasa hivyo vitu alivyosomea, kwa nini asiende hata Azam, asiende hata hao Mashujaa, asiende hata Kagera, asiende wapi? Akatuonyesha kwamba yeye kweli ni professional, ni kocha ambao kachukuliwa na timu za hapa, kaitwa Kenya, kaitwa wapi, anang'ang'ania Simba ndani ya miaka 10 ya nini? Hii mimi ninavyoona inawatafuna. Huu sio wakati wa kulipa fadhila, ni wakati wa kuwaondoa hawa watu na kutafuta cream iliyokuwa nzuri kabisa kama alivyofanya Young African. Basi hili ndio swala ambalo lilokuepo kwa mashabiki wote, na wasii sana waendelee kutengeneza umoja na mshikamano nchi nzima, matawi yote, kuhakikisha kwamba uongozi wa Simba wote uliokuepo kuanzia Mo uondoke. Wawekezaji wapo, wakiondoka wale wawekezaji wapo. Nimeona jana Okello ameingia kati ya kamba, Depo ameingia kati ya kamba. Yanga unaonaje performance yake? Performance ndio nimekwambia, mpira fedha, ile ni fedha. Simba asingeweza kumleta ule. Okello. Hakuna hela. Ni propaganda tu bla bla. Watakwambia alikuja kapotelea uwanja wa ndege. Basi hizo ndio zilizobakia story kila miaka. Hakuna kitu kingine. Depo anafunga. Ni mchezaji, unaona kabisa kwamba ni quality ambayo inahitajika. Kama unataka kuamini, angalia wanavyokwenda Champions League. Mimi na uhakika kabisa wanavyokwenda kule tarehe 23 wale Waarabu wanapigwa kwao. Wanapigwa kwa mpira walioonyesha na kwa uwezo wa vijana waliokuepo, wale wanakufa sio chini ya goli 2 kwao. Yanga leta maajabu nchini. Ndio timu pekee ambao leo hii inatakiwa watu tuungane tuisupport hata ikiwa nje. Lakini Simba ukienda kule ukirudi hapa, tutarudi tu kusema kwamba wanaenda kutuwakilisha Tanzania basi. Na kibarua kigumu na Esperance de Tunis. Sasa kama una kibarua kigumu leo hii, umetoa suluhu ya 1-1 na timu ambayo ndogo, unategemea kule timu kubwa kama ile unaweza kufanya nini? Simba kimataifa anakuwa mbogo, anabadilika. Uwezo wa wachezaji ni mdogo, kwa sababu unalipa fadhila wa wachezaji. Kwa mfano kina Kapombe paka leo hapo, miaka hiyo hakuna mbadala pale. Umemwona Mohamed Hussein kaondoka pale, leo hii amekuwa Young African. Alikuwa Simba, kaona nini? Watu wajiulizi, kwa maana kuna vitu kaviona na hawezi kusema, vipo ndani ya moyo. Lakini kama nyinyi watangazaji mkimtafuta Mohamed Hussein, mkikaa naye vizuri, atatoa siri ya Simba. Nini kinachowatafuna? Ni 10%. Kiba Bage kavaa jezi ya Simba jana, amemtambulisha. Yaani hapo ndo amepotea kabisa. Ndio maana nakwambia Simba wanazidi kupotea. Hili Bage mchezaji mzuri, unajua. Alikuwa. Niambie performance yake wewe umemwona wapi? Kucheza Singida vizuri. Kucheza Singida sio tatizo. Kucheza Singida ni timu ambayo ambayo ipo na combination nzuri na ina fedha. Pale hakuna fedha, ameenda kupotea tu. Kombe asahau kubeba tena. Pale hakuna kombe. Unaona sasa Mohamed Hussein kila siku ananywa makwapa tu, anashangilia. Bage nimemsikia anasema kwamba amekwenda kuwaziba midomo watu wote ambao wanasema amefeli. Sio kweli. Yaani pale amekwenda kufeli, kwa sababu uweze kwenda klabu ambao kama Simba kwa hivi sasa uwezo wake ulivyokuwa mdogo. Ni klabu ambayo uwezo wa kifedha umepungua, uwezo wa morali ya wachezaji umepungua, uwezo wa makocha waliokuja uwezo wake ni mdogo. Kwa sababu kama kocha anakuja leo hii anashindwa kuondoa benchi la ufundi, anasema anamhitaji kocha aliyokuepo, akati tunamwona ule kocha uwezo wake mdogo. Inawezekana wao wote ni viwango ni sawa. Simba sasa kila mtu anaitupia mawe Simba. Tusogee kidogo. Kila mtu anaizungumzia vibaya Simba. Unajua huu mpira, unajua tubakize maneno. Unabakiza maneno kwa kitu kinachoonekana, kwa sababu mpira uzuri wake, mpira siku zote ni kitu cha uwazi. Na kama kitu cha uwazi angalia Senegal na Morocco, ndio utaona uwazi uliokuepo, ndio mpira. Na ndio maana hapa tunaongelea Simba, tunaiongelea Young African. Kwa maana Simba sasa hivi uwezo wake ni mdogo, ndio maana nikakwambia uwezo wake una tofauti na Mashujaa. Simba leo hii hata akiingia, hata ajiandae ndani ya miaka 10 ijayo, sasa hivi akiingia na Yanga atakula 6, 10, 20. Diara karudi, maneno kwa ni mengi. Diara hawezi kurudi Yanga, amerudi bwana leo na amefanya mazoezi. Ukimwongelea Diara maana yake unaiongelea Afrika. Unaiongelea Afrika? Unaiongelea Afrika. Ni golikipa bora, mwenye uwezo mkubwa. Sema tu umri tunamsumbua, lakini kwa angekwepo na umri kuanzia miaka 25, 24, sasa ungemsikia ipo Liverpool, ipo Bayern Munich, ipo Manchester, kwa uwezo wake ambao alikuwa nao. Kesho Yanga wanaanza safari, wanakwenda Cairo kule Misri kwenye kucheza mchezo na Mwarabu National Al Ahly. Tia neno kwenye safari ya Yanga. Cha kwanza ni kuombea dua, na cha pili kuombea mafanikio makubwa ambao wameanza kuyaonyesha.
ni safari yao ni nzuri, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watafika salama na watapeperusha bendera ya Tanzania vizuri, na hatimaye muonekano unavyoona ni mzuri tu kama alichokifanya Senegal, basi na uhakika Yanga atakifanya. Wala wanakufa sio chini ya goli 2. Simba iombee dua basi na Simba. Simba tunaombea dua kwa sababu ni wawakilishi, wanakwenda kutuwakilisha vema, watarudi hapa, lakini wawakilishi ambao tunawategemea ni Young Africa. Kila la heri. Asante sana, kushukuru sana. Asante.